Wote walioweka makava pikipiki za Chama cha Mapinduzi wanyang'anywe. Ni kujuza umma wa wana CCM na wasio wana CCM kwa maana wa mkoa wa Arusha juu ya ujio wa katibu wetu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu Kenan Labani Kihongosi. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba baada ya Chama cha Mapinduzi kumaliza uchaguzi mkuu na kuibuka kidedea kwa ushindi wa 98% kwa mgombea wetu wa kiti cha urais na wabunge zaidi ya 98%, Chama cha Mapinduzi kama ilivyo utaratibu wake wa kawaida huanza kupita, kuangalia, kukagua na kutoa maelekezo dhidi ya yale tuliowaahidi wananchi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mtaona mwenezi wetu wa taifa ameanza ziara katika mikoa mbalimbali, na jana amemaliza katika mkoa wa Kilimanjaro. Leo anaanza katika mkoa wa Manyara. Tarehe 4 atafika katika mkoa wetu wa Arusha, Geneva of Africa, kuja kuangalia yale yote tuliowaahidi wana Arusha namna yanavyotekelezwa, kuja kuyatolea maelekezo, kuyasukuma na kuyatilia mkazo. Atakuwa na ziara hapa kuanzia tarehe 4 mpaka tarehe 6, na atapita katika wilaya yetu ya Karatu, atafanya ziara pale, ataenda katika wilaya yetu ya Arumeru siku ya tarehe 5, na tarehe 6 kama itakavyompendeza Mwenyezi Mungu atafanya ziara katika jiji la Arusha. Ndugu waandishi wa habari, nilikuwa napenda kuwajuza juu ya ziara yetu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ambayo ilikuwa inaongozwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa, ndugu Loi Thomas Sabaya, ambayo imeanza sasa hivi. Tumeshafikia kati ya kata 161, tumeshamaliza kata 107 za mkoa wa Arusha. Kwa ilikuwa ni kuja kuwajuza ya kwamba ziara yetu ya kata kwa kata ambayo ya awamu ya pili imeendelea, na tumemaliza katika wilaya yetu ya Longido, na katika muktadha huo chama kimeendelea kuhimiza serikali katika kukamilisha yale tuliowaahidi wananchi. Swala la pikipiki zetu kuwekwa makava, ndugu waandishi wa habari, mliona aliyotoa kauli ile ilikuwa ni mimi mwenezi wa CCM wa mkoa wa Arusha. Nilisema wote walioweka makava pikipiki za Chama cha Mapinduzi wanyang'anywe. Kwanza, kwa nini wameweka makava? Wanatutia ulakini. La kwanza, huenda zinatumika kinyume na makusudio ya matumizi ya pikipiki za chama. Ya pili, niliwaambia ndugu waandishi wa habari, kuna watu wamekuwa wabadhirifu, waongo katika maadili, na hiyo nilikuwa nimeiweka katika maadili ya viongozi. Wanatumia pikipiki kubebea vitu ambavyo sio. Na bado mkazo wetu kwa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha tumesema yoyote aliyeweka pikipiki ya Chama cha Mapinduzi kava anyang'anywe. Alafu ndo tuanze kumuuliza kwa nini ameweka makava pikipiki za Chama cha Mapinduzi. Sababu kama zilikuwa za kuweka makava tungeziweka mapema. Daktari Samia Suluhu Hassan, nataka niwaambie ndugu waandishi wa habari, hatujawahi kupata mwenyekiti kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Na ndio maana nawaambia tulishinda kwa zaidi ya 99%. Kwa nini? Mabalozi wetu ambao ndio wenye viti wa mashina wana baskeli. Anaamka asubuhi, anafata wajumbe wake, anaenda kuwaambia wapige kura za Chama cha Mapinduzi. Kata zote za mkoa wa Arusha, katibu wa vijana ana pikipiki, katibu wa UWT ana pikipiki, katibu wa wazazi ana pikipiki, katibu wa chama ana pikipiki, mwenezi wa CCM wa kata ana pikipiki. Wote wakiamka asubuhi wanazisaka kura za Chama cha Mapinduzi. Ndio maana nasema tulivyoenda Longido tumeona kabisa, yani kwa vile muda utumepita, lakini tungepinga tungesema zaidi ya 99.99%. Daktari Samia amefanya kazi kubwa, na hatutamani dhamira yake ya kuhakikisha vyombo au vitendea kazi vya kufanya chama hichi kinafikia wanachama wake na wananchi kwa uharaka vinatumika ndivyo sivyo. Wote walioweka makava, msisitizo wetu kwa mkoa wa Arusha, wote walioweka makava tutanyang'anya pikipiki.